Tukizungumzia malezi na matunzo, na maanisha kwamba mzazi anatakiwa awajibike kulea mtoto wake. Yaani namaanisha wazazi, sisemi mzazi, namaanisha wazazi. Nasema baba na nani? Mama. Sasa nikisema baba na mama, namaanisha kwamba kwenye upande wa malezi sio kwamba labda ni utoaji tu wa hela. Malezi yana mambo mengi. Kumjali mtoto ni moja pia ya malezi ya msingi. Kumuona mtoto, kuhakikisha unafuatilia maendeleo yake ya masomo, hayo pia ni moja ya malezi. Si ndio jamani? Ndio. Sahihi eh? Okay, sawa. Hiyo ndio jukumu la msingi. Sasa tuna changamoto. Changamoto ni kwamba tunakutana na changamoto kesi ambazo wazazi hawajibiki kulea watoto. Wazazi kwamba mama analalamika, baba ametelekeza familia. Sahihi au sio sahihi? Si ndio? Okay. Sisi ustawi wa jamii tunaamini malezi bora hayalelewi ustawi wa jamii. Mnaamini hicho? Malezi bora yanaelewa ndani ya familia, lakini sio ustawi jamii. Sasa ikishafika ustawi, mnatusaidia sisi sasa kuweza kulea hao watoto. Sawa kina baba, si ndio? Kwa hiyo sasa ili tushirikiane katika malezi, jamani, ushirikiano ni wote. Msikimbie familia zenu, msikimbie watoto, msiterekeze. Tumeelewana jamani? Eneo la pili ni ulinzi na usalama. Nikisema ulinzi na usalama, namaanisha kwamba sisi wanakata ya Ramadhani ni wajibu wetu kuhakikisha tunatekeleza ulinzi na usalama kwa watoto ambao wanaotuzunguka katika kata yetu. Tunapokea kesi nyingi sana za watoto ambao wanafanyiwa vitendo ambavyo sio vizuri, na nikizungumzia vitendo ambavyo ni vya ukatili, na maanisha kwamba kuna watu wanalawiti watoto. Jamani, wanaume, nasikia? Kuna watu wanalawiti watoto, kuna watu wanabaka watoto, kuna watu wanawapiga watoto. Sasa kisheria hiyo haikubariki, na sisi kama ustawi hatuwezi tukafumbia macho haya mambo ambayo yanaendelea katika kata yetu, katika mji wetu wa Njombe. Lazima tushirikiane. Changamoto inayokuja, wazazi hawaonyeshi ushirikiano. Haya mambo yanafanyika ndani ya familia, lakini watu wanaficha. Ni mjomba amemwingilia mtoto wa dada yake. Mama sasa, ili kuficha aibu ya dada yake, aibu ya kaka yake ambao ni mjomba, sasa watu wanaficha. Mwishoni mtoto anaathirika. Na nikisema kuathirika, na maanisha kwamba mtoto anapoingiliwa, whether ni kinyume au ni sawa, ni vyote. Na mimi anapata msema anapoingiliwa, moja sababu ya msingi kwamba mtoto anapata mimba. Tunaweza kusema mtoto anapata mimba. Sasa mnapotoa taarifa mapema, na tusaidia sisi ustawi kuhakikisha kwamba tunamfanyia matibabu ya haraka kwanza. Lakini kingine ambacho mwezi mkakiona, nuathiri mtoto kisaikolojia. Mwishoni sasa unakuta atimizi malengo yake, anaanza kuingia kwenye mahusiano kwa sababu tayari ameshaanza ile michezo ambayo sio mizuri. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu wakazi wa Ramadhani, jamani, wakina mama, si ndio? Wakina baba, si ndio? Wakina kaka, tunaomba ushirikiano wenu. Haya mambo tuondoe katika mji wetu, tusafishe Njombe yote, ili Njombe isongelee vibaya kuhusiana na masuala ya nini, ya ukatili. Kwenye utekelezaji wetu wa kazi, tunafanya kazi kuanzia kamati ya mtaa mpaka ngazi ya halmashauri, wilaya kwa ujumla. Kupitia kamati yetu ya mtakuwa, tuna viongozi kuanzia ngazi ya mtaa, wenyekiti wa mitaa. Kama mtoto ana changamoto, na ripoti kwa kiongozi wako wa mtaa, kama ni mwenyekiti, na mwenye balozi, ni mtendaji. Hiyo ni moja pia kamati yetu. Pia kuanzia ngazi ya kata, kuna mtendaji wa kata, kuna maafisa maendeleo, lakini pia kuna maafisa elimu kata, pamoja na wataalamu wengine wa mifugo. Lakini kwa sababu pia ni mmoja wa kamati yetu, atatoa taarifa. Kuna ngazi ya polisi kata, pia kuna ngazi ya polisi dawati la jinsia, tunafanya nao kazi. Tunafanya kazi na madaktari pia. Sisi halmashauri kuna maafisa ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya kata hadi halmashauri. Kuna mahakimu, watu wa mahakamani, tunashirikiana nao sana kwenye hizi changamoto za ukatili. Kwa hiyo ombi langu kwa wakazi wa Ramadhani kwamba tushirikiane
kupinga hivi vitendo vya ukatili pamoja na utelekezaji wa watoto. In case kama unakutana na changamoto yoyote ambayo unaona baba hawajibiki, usikae kimya. Toa taarifa kuanzia ngazi ya mtaa, meza kwa mwenyekiti wako wa mtaa, mtendaji wa mtaa, then ataliwasilisha kwetu, au kama ataweza kulitatua yeye itakuwa ni vizuri. Akishindwa nalikatia rufaa na kuja ngazi ya ustawi wa jamii, tunashirikiana pamoja kulea. Lakini familia bora, malezi bora leo ndani ya nini? Na ustawi wa jamii leo ndani ya familia. Lakini ukishindwa ustawi tutasaidia. Cha mwisho cha msingi sana ambacho tunakutana nacho, lakini niseme ni ukatili wa kijinsia. Tumezoea kuona kwamba wanawake ndio wanapitia ukatili, si ndio? Wanapigwa ndani ya familia, lakini pia hata wanaume pia wanakutana na hizi changamoto, si ndio? Si ndio jamani? Okay. Nikizungumzia ukatili kwa wanaume pia sio kupigwa tu na mke wako, hata pia maneno ambayo sio mazuri, mwanamke anatoa maneno machafu. Kwa hiyo pia toeni na nyinyi taarifa, tushirikiane katika hizi changamoto.